Wizara ya Afya nchini kwa kushirikiana na Jumuiya ya Afya Afrika Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika imefanya tathmini ya magonjwa mlipuko katika mipaka ya Tanzania na Kenya, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa kuimarisha udhibiti wa magonjwa mlipuko mipakani. Meneja wa huduma za afya mipakani kutoka Wizara ya Afya Dr. Remedius Kakulu amesema ziara ya tathmini iliyofanyika katika mipaka ya Sirari na Hispania inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Kenya katika kukabiliana na majanga ya kiafya, kuhakikisha mifumo ya ulinzi wa afya ya umma inaendelea kuimarishwa na kuweka mazingira salama kwa wasafiri wanaovuka mipaka ya nchi hizo mbili. Kama sehemu ya mikakati ya kitaifa ni kuimarisha udhibiti wa mipaka, lakini pia ni kuimarisha mashirikiano katika udhibiti wa pamoja. Kwa hiyo utaona hapa tumekusanyika hapa, tumeweza kwenda kuangalia hali ya utayari kwa wenzetu wa Kenya upande wao wa Hispania. Tumeenda kuangalia kwamba ikitokea wamepata mgonjwa ni namna gani wataweza kumhudumia, lakini je, huduma za uchunguzi wa wasafiri zinaendelea vipi, na namna gani watu wetu wanaotoka Tanzania kuelekea Kenya wanachunguzwa bila kufanyiwa tatizo lolote. Na tumejiridhisha kwamba kwa kweli wenzetu wa Kenya pia wamejipanga, na hapa kuna ushirikiano mzuri kati ya ofisi zetu za afya upande wa Tanzania, lakini pia na ofisi zetu za afya upande na ofisi za Kenya. Aidha, Dr. Benedict Mushi kutoka Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika amesema wameshiriki katika tathmini hiyo ili kujionea hali halisi ya utayari wa pande zote mbili, huku akieleza hatua hiyo inalenga kuhakikisha nchi wanachama zinakuwa na mfumo wa pamoja wa uchunguzi wa magonjwa ya milipuko kwa ajili ya kulinda usalama wa afya katika ukanda mzima. Tumekuja hapa boda kujionea jinsi gani mipaka yote miwili iko tayari kukabiliana na dharura. Kwa hiyo tumetembelea upande wa Kenya, tumeona jinsi walivyojiandaa kuanzia kuwachunguza wasafiri wanaopita mpakani, kuvitakasa mikono. Tumetembelea pia mpaka hospitali ambako kama atatokea mgonjwa atapelekwa kwa ajili ya hatua za awali za uchunguzi kabla ya kupelekwa kwenye isolation facility. Pia kwa upande wa Tanzania tumejionea jinsi serikali imewekeza kuanzia kwenye uchunguzi wa wasafiri wanaopita kupitia huu mpaka, vitakasa mikono, yani mazingira yote ambayo yanatakiwa kwa ajili ya kujiandaa kukabiliana na tatizo lolote lile la afya mpakani vipo hapa na sisi wenyewe tumejionea. Mkuu wa forodha mpaka wa Hispania ambaye pia ni meneja wa mamlaka ya mapato nchini Kenya KRA, Polycarp Lubeka, amesema wameweka mikakati madhubuti ya kuhamasisha wananchi na wasafiri kujikinga dhidi ya Ebola kupitia vituo vya uchunguzi wa afya, maeneo ya kunawa mikono na huduma maalum kwa watu watakaobainika kuwa na dalili za maambukizi. Tuko na mikakati mingi ya kuhamasisha wanaotumia mpaka huu kwa mgonjwa kama hii ya Ebola. Ya kwanza ni tumeandaa kituo ambacho kitawahudumia yeyote ambaye atakuwa anapatikana na ugonjwa huu, na katika kujihadhari tunaweka kituo ambacho kila mmoja ambaye anapita hapa anaosha mikono yake, na pia ile uhamasisho ambao tunawapa ili wakuwe waangalifu katika health yao ni jambo ambalo tunatilia mkazo sana. Kwa hivyo tuko na screening point unapoingia upande huu. Kuna screening point ambayo inafanya kila mtu ambaye anapitia hapa anakuwa mwangalifu na hii ugonjwa ambao ni wa Ebola. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waishio maeneo ya mpakani kati ya Sirari na Hispania wamesema uwepo wa vituo vya kunawa mikono, uchunguzi wa afya na elimu kwa umma umewaongezea uelewa na kuwapa uhakika wa ulinzi dhidi ya ugonjwa wa Ebola, huku wakiomba mwendelezo wa kupewa elimu ya tahadhari dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Kulingana na kinachoendelea sasa hizi katika nchi mpakani kwetu hapa, kinachotakiwa tu ni kuendelea kupeana elimu jinsi ya kufanya usafi, sana sana wa kunawa mikono, na wananchi waendelee kupewa elimu kuhusu magonjwa ya mlipuko.
Zoezi la kunawa kwangu linapendeza. Kwangu hata nyumbani mimi nanawa kila wakati. Naitwa David Ndela, ni mkazi hapa mpakani. Kulingana na hii hali ya sasa hivi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, mimi naona kwamba kuna ushirikiano fulani serikali imeweza kutuonyesha kuhusu kujilinda na hili gonjwa ambalo sasa hivi nahisi kama linakuja kuleta athari kubwa sana ndani ya jamii yetu. So mimi naishukuru sana serikali kwa kuanzisha ile zoezi la kuweza kuwa tunanawa, tunapimwa ili kuepukana na huu mlipuko wa haya magonjwa ambayo sasa hivi yanatokea.